Hasira ya kitaifa yazidi kushika kasi huku Martha Karua akituma ujumbe mbaya kwake waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuhusu kifo cha Albert Ojwang. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Wito mkali wa uwajibikaji kutoka kwa wakili mashuhuri na mwanasheria wa muda mrefu Martha Karua umechochea mjadala mpana wa kitaifa baada ya kifo cha kusikitisha cha kijana Albert Ojwang. Na katika hali ya taharuki iliyokumba nchi nzima, Karua ameelekeza lawama kwa Wizara ya Usalama wa Ndani inayoongozwa na Kipchumba Murkomen, akisisitiza haja ya kuchukuliwa kwa hatua za haraka na zenye uwazi. Na katika ujumbe aliotoa usiku wa manane, Karua alilaani vikali kile kilichoonekana kama uzembe wa vyombo vya usalama, huku akiashiria hali ya kimya kinachotisha kutoka kwa maafisa wa juu serikalini. Ukimya huu umetafsiriwa na wananchi wengi kama jaribio la kuficha ukweli au kupunguza uzito wa tukio ambalo tayari limewaacha Wakenya wengi wakiwa na machungu makubwa. Wimbi la hasira limezidi kuongezeka miongoni mwa wananchi, hasa katika mitandao ya kijamii ambako maelfu wamejitokeza kueleza ghadhabu yao dhidi ya kile wanachokitaja kama unafiki wa utawala uliopo. Wananchi wanashutumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kuegemea upande mmoja inapotekeleza haki, huku visa vinavyowahusu watu wa kawaida vikikumbwa na ucheleweshaji usio na maelezo. Hali hii inajitokeza bayana ikilinganishwa na kasi ambayo serikali ilishughulikia kesi nyingine ya mtu mashuhuri siku chache zilizopita. Kwa sasa na kifo cha kijana ambaye hakuwa na nguvu wala jina kubwa kimewekwa pembeni, alinayozua hisia kwamba haki hutolewa kwa upendeleo nchini. Karua anasisitiza kwamba hali kama hii ni tisho kwa msingi wa utawala wa sheria na usawa kwa raia wote. Maoni ya Karua, ambaye pia ni wakili mkuu na mtetezi wa haki za binadamu, yameibua shinikizo jipya kwa viongozi wa serikali kutoa mwelekeo wazi kuhusu hatua wanazozichukua kuhakikisha haki inapatikana. Wito wake umeungwa mkono na mashirika ya kijamii, wanaharakati na haki za binadamu na raia wa kawaida, wote wakisisitiza kuwa haki kwa Ojwang si ombi bali ni hitaji lisiloweza kupuuzwa. Wakati huu ambapo taifa linaendelea kuomboleza kifo cha kijana huyo, presha ya kisiasa na kijamii inazidi kuongezeka. Hofu imeenea kuwa kama hatua zitachukuliwa kwa haraka, itakuwa ni ujumbe wazi kwamba mfumo wa haki umelegea na kwamba maisha ya baadhi ya wananchi yameweza kuondolewa pasipo madhara yote kwa wahusika. Serikali sasa chini ya darubini, huku raia wakiwa na matarajio makubwa kwamba haki haitacheleweshwa tena. Kesi ya Ojwang imekuwa ishara ya dharura ya kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za usalama na mahakama.